Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye huduma ya Tumaini Service. Every soul is saved, kila nafsi imeokolewa. Ujumbe wetu wa siku ya leo ambao Mungu ameuachilia kwa ajili yetu, neno la Mungu ambalo anataka tujifunze. Bwana anasema unapolala usingizi wa kiroho, unamruhusu adui akuteke na kukuingiza utumwani. Unapolala usingizi wa kiroho, unamruhusu adui akuteke na kuingize utumwani. Kwa nini Mungu anataka tujifunze hiki kitu? Ni kwamba watu wengi wanafikiri kulala ni hali ya kimwili tu, kwamba mwili umechoka, usiku umefika, muda fulani umefika, na hisi usingizi, natakiwa nilale. Lakini hawaamini au hawaelewi kwamba unaweza ukawa macho kwa jinsi ya mwili, lakini kwa jinsi ya rohoni umelala. Usikii sauti ya Mungu ikikusemesha, lakini uko macho. Huoni Mungu akikusemesha, lakini uko macho. Na Mungu anasema wazi, mna masikio lakini hamsikii, mna macho lakini hamuoni. Maanake kuna mazingira fulani ambayo kwa jinsi ya rohoni unakuta mtu amelala. Na huu usingizi unakwenda mbali zaidi. Inafika hatua kwamba mtu haombi, haendi ibadani, hamtolei Mungu sadaka, hana namna yote ile ambayo anashirikiana na Mungu kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo mazingira yale yanamfanya awe usingizini. Sasa ukilala usingizi wa namna hiyo, maana yake ni kwamba utajikuta kwamba unamruhusu adui ambaye ni roho chafu ikurudishe kwenye utumwa, au ikupeleke utumwani, ikuingize kwenye roho chafu, ikuingize kwenye vifungo vya kiroho. Na tunaona mfano wakati Mungu alipokuwa akizungumza na Ibrahimu wakati anamtolea agano la kiuzazi. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo, tutasoma ile sura ya 15. Tutaangalia pale Mungu anasema kuanzia mstari wa 12. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abraham. Hofu ya giza kuu ilimwangukia. Kwa tunaona hapo kwamba wakati jua linazama, Abraham akajikuta usingizini. Lakini kwa jinsi ya kawaida haukuwa usingizi wa mwili, ulikuwa ni usingizi wa roho. Kwa nini? Mungu anasema mstari wa 13. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Kwa hiyo tukisoma hapo unaona kwamba baada ya Abraham kulala akiwa katika zoezi, ukirudi pale juu kuanzia mstari wa 11 kurudi kule juu, utaona alikuwa kwenye zoezi la kumtolea Mungu sadaka ya kiagano kwa habari ya uzao wake. Kwa alipolala na kushindwa kuwa mstahimilivu katika zile hatua za utoaji wa ile sadaka kwa Mungu, akalala kiroho. Alipolala kiroho, maana yake akakosa connection ya kitaarifa, akakosa mahusiano ya kitaarifa katika ulimwengu wa roho. Kilichotokea ni kwamba ile ghadhabu, Mungu akamwambia, sasa watoto wako unawapeleka utumwani. Kwa sababu ya kushindwa kunielewa kwenye haya mazingira, ninatoa utaratibu wangu wa namna ya kuipokea sadaka yako. Sasa hilo lilikuwa ni eneo la sadaka. Kuna wengine wanalala usingizi wa kiroho, hawaombi. Wengine wanalala usingizi wa kiroho, wameacha kwenda ibadani. Wengine wanalala usingizi wa kiroho, wameacha kufuatilia jambo lote la Mungu. Kwa hiyo wanajikuta wako usingizini, ile hali katika mazingira ya mwilini, wanatembea, wanaona, wanasikia sauti zingine mbalimbali, lakini sauti ya Mungu hawaisikii. Na hapo sasa Mungu anasema kwamba utajiingiza kwenye utumwa. Utawafanya watoto wako waende utumwani, kwa sababu kuna maelekezo mengine atakuwa anakupa kwa habari ya uzao wako, atakuwa anakupa kwa habari ya uchumi wako. Utajikuta unaingia kwenye umasikini, utajikuta unaingia kwenye hali fulani duni, kwa sababu tu ya wewe kutokukaa katika hali ya mazingira ya kuwa umeamka katika mazingira ya kiroho. Na ndio maana tukienda kwenye kile kitabu cha Waefeso, Mungu anazungumza kule
kwamba amka wewe ulalaye, amka wewe ulalaye, na Bwana atakuangaza. Toka katika usingizi huo wa kiroho, amka. Kwa hiyo kuna watu kwenye ulimwengu wa rohoni wamelala sana, wameitengeneza mazingira ya hofu ambayo ilimkuta Abraham. Kwa hiyo wanajitengenezea hofu, alafu wanafikiri miili yao iko salama. Kwa hiyo wanajitengenezea hofu ya ndani kiasi kwamba wanashindwa kuwa na uamsho. Ndio maana kwenye makanisa, kwenye ibada mbalimbali, kwenye maombi mbalimbali, kuna wakati inabidi tuombe roho za uamsho, uamsho wa kiroho. Watu waombe tena, watu wasikie tena, watu waone tena, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho watu wanajikuta kwamba wako usingizini. Sasa rudi kwenye kile kitabu cha Mathayo, tutasoma kuanzia kwenye ile sura ya 13 kuanzia ule mstari wa 24. Mathayo 13 kuanzia ule mstari wa 24. Mungu anasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Unapolala kwa jinsi ya kiroho, adui anapanda uharibifu. Adui anabomoa ndoa, kwa sababu ndoa haiombewi. Adui anabomoa mustakabali, kesho njema ya elimu ya watoto wako, kwa sababu watoto hawapelekwi mbele za Mungu kimaombi, kiibada. Adui anaharibu kazi yako. Mungu anakusemesha vitu vingi kwa habari ya kazi yako. Anasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 3, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Una vitu vingi, una mipango mingi kwenye kazi yako, lakini kwa sababu huipeleki mbele za Mungu, adui anakuja kuharibu, kwa sababu anakukuta wewe mfanyakazi, wewe unayetegemea eneo hilo hapo, umelala katika ulimwengu wa roho. Hujishughulishi na mambo ya rohoni kupambania kesho yako kwenye kazi yako. Kwa ndo maana huyu ndugu naye alipokuwa na shamba lake, akaenda kupanda mbegu njema sana za ngano, lakini walipolala sasa wale waliotakiwa kulisimamia shamba, adui akaja kupanda magugu. Na ukisoma hapo mbele utaona magugu yalipokuja kuota wakaanza kulalamika kwa bwana wao, na yeye akawaambia, msilalamike, acheni yakue magugu, acheni zikue ngano, kwa sababu tayari nyinyi ndio mliosababisha mlipoingia kwenye usingizi ule. Kwa hiyo sasa huu usingizi wa kiroho umekuwa ukiwatesa watu wengi sana, lakini kwa jinsi ya mwilini tunavyotazamana hatuwezi kuuona, lakini kwa jinsi ya rohoni unafanya kazi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, popote ulipo, unatakiwa uelewe kwamba haya ni majira ya kuwa active, ni majira ya kuamka, ni majira ya kuamka. Uamke, uombe, uamke, uende ibadani, uamke, utoe sadaka, uamke, usikie sauti ya Mungu, uamke, usome neno la Mungu, kwa sababu ndani yako kuna roho inadai, na Mungu anasema wazi, roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu. Kuna roho inakudai ndani. Lakini mkiyatazama sana mazingira nje na ukatafuta sana ile hali ya kuwa kwamba kila wakati uko sawa, kwa sababu una fedha, kwa sababu una kazi, kwa sababu huumwi, huna ugonjwa, unafikiri kwamba unaweza kuwa salama sana. Lakini katika mazingira ya roho, Mungu anakuambia yuko adui ambaye anakuwinda. Sasa huyu adui akipata nafasi ya kukuta umelala kwenye mazingira ya kiroho, umeshindwa kutengeneza mazingira sahihi na Mungu, uwe na uhakika huyu adui atakuteka. Kwa hiyo mimi nikukaribishe kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na namba zetu za simu zinapita hapo kwa ajili ya ushuhuda wako, neno la Mungu namna linavyokusaidia. Tutumie kwenye WhatsApp, tutumie message ya kawaida, tupigie simu, na Mungu wetu wa mbinguni akubariki sana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu uliye hai. Amen.